kwa mapambano makubwa ambayo mnayofanya. Haikuwa rahisi leo kuwa na zahanati, kweli si kweli? Lakini kutokana na juhudi zenu mkaanzisha kwa nguvu zenu wananchi, na hatimaye serikali ikaongeza fedha, na leo hii tunafungua rasmi zahanati yenu. Mmeifanya kazi ya serikali kufikisha huduma kwa rahisi. Mmeanza tukamalizia, si ndio? Kama tulivyoambiwa, zahanati yetu hii ilianza mwaka 2013 kwa juhudi zenu nyinyi wenyewe wananchi wa Chamtumile. Baada ya kuona mna matatizo makubwa sana katika huduma ya afya, mkaona ni vyema kuanza ujenzi, mkachanga kwa fedha ambayo imetajwa hapa, lakini serikali haijawatupa mkono, ikawaletea fedha za kutosha, na hatimaye zahanati yetu leo imekamilika, na kesho tunaanza rasmi kunywa dawa. Ni maeneo machache sana wananchi wanaweza kuanzisha miradi, lakini nyinyi mmeanza, sisi tumemalizia. Lakini nimshukuru sana mheshimiwa mbunge wa jimbo hili, ameupiga mwingi sana mheshimiwa Kiolo Kisiba Chawenye. Lakini tu niseme tuwatunze hao watumishi ambao tumewaletea. Zahanati ni nyingi, lakini zahanati yenu imeletewa watumishi bado wana nguvu, wanahitaji kufanya kazi. Kwa hiyo ni jukumu letu kuwapa ushirikiano, tuwape ushirikiano, lakini vile vile tutunze vifaa ambavyo vipo. Tumetoa vifaa vingi sana vya kisasa hapa. Kwa ndani ukiingia utadhani uko kwenye hospitali kubwa, kila kitu kipo mle. Ukienda kwenye hicho kitanda cha kiwanda chetu, yaani nasema jamani, hichi kiwanda kimetokea wapi? Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru sana Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutetea vifaa vya kisasa. Tumejenga jengo lile lakini na vifaa vingi vya kisasa. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, ameendelea kutuletea miradi mingi mizuri, ukiwepo huu hapa wa Chamtumile.